Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe, Dr. Benson Bagonza amewataja wanaozuia kupatikana kwa katiba mpya. Dr. Benson Bagonza amesema kuwa wanaokwamisha kupatikana kwa katiba mpya ni makundi mawili ambayo ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM wenzao anayetoa matumaini ya katiba mpya pamoja na wapinzani wanaokimbilia katiba mpya kabla ya kuweza kufanya maridhiano ya kweli. Dr. Benson Bagonza alieleza hayo mnamo Agosti 4 mwaka 2026 kupitia ukurasa wake wa Facebook, akibainisha kuwa majibu hayo yanatokana na maswali aliyouliza kuhusu hotuba ya katiba mpya na kusisitiza kuwa mchakato huo unahitaji maridhiano ya dhati badala ya miemko ya kisiasa. Nikinukuu hapa maneno ambayo ameweza kuyasema Askofu Benson Bagonza, akasema kuwa maswali mawili niliyouliza kuhusu hotuba ya katiba mpya yamejibiwa. Wanaozuia katiba mpya ni makundi mawili. Kwanza ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM anayewapa watu matumaini ya katiba mpya. Pili ni wapinzani wanaokimbilia katiba mpya kabla ya maridhiano ya kweli. Aliandika hivyo Askofu Benson Bagonza. Kiongozi huyo ametoa wito kwa wana CCM kuweka akiba ya maneno kufuatia mijadala inayoibuka kabla na baada ya vikao vya chama hicho vilivyofanyika visiwani Zanzibar mnamo tarehe 28 na tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2026, akionya kuwa baadhi ya kauli zimevuka mipaka ya heshima kwa viongozi wakuu. Askofu Benson Bagonza ameeleza kuwa ni hatari kwa mwanachama kujifanya wanahisi kuzorota kwa mahusiano kati ya rais na makamu wa rais, rais wa Zanzibar na waziri mkuu, na akawasi kuacha tabia ya kuweza kuleta hoja za kuweza kutaka kujua mambo zaidi ya viongozi hao wanavyojuana. Amesisitiza kuwa mfumo wa rais na umakamu hautenganishwi, hivyo kumkashifu makamu wa rais ni sawa na kumkashifu rais mwenyewe, huku akiwakumbusha wana CCM kutokutumia kauli zitakazowakosesha ushawishi au pa kuweka uso zao baada ya migogoro hiyo kumalizika. Askofu Benson Bagonza ameeleza kuwa rais na makamu wa rais wakishaapishwa wanakuwa mali ya Watanzania wote na si ya CCM pekee, akimweleza makamu wa rais kama msaidizi na sauti ya rais, na kusema kuwa rais pekee mwenye haki, kwamba ni rais pekee na kusema kuwa ni rais pekee mwenye haki isiyoojiwa ya kutilia mashaka jinsi anavyosaidiwa. Dr. Benson Bagonza amewasihi viongozi hao wawili kutambua kuwa wanaongoza nchi iliyojeruhiwa na inayohitaji kutunzwa, akizitaka chokochoko za ndani ya chama kuweza kurudi nyuma na kujielimisha kutokana na hekima iliyotumika wakati wa kuingiza mfumo wa mgombea mwenza. Ametahadharisha kuhusu ajenda za vijana wa rika la Gen Z, akisema kwamba swala lao ni zito na alipaswi kuishia kwenye kuunda wizara au kutoa mikopo, bali linahitaji kusikilizwa kwa dhati na badala yake kuwatumia vijana hao kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili la Tanzania. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Askofu Benson Bagonza kuhusiana na hawa watu wanaokwamisha mchakato au kupatikana kwa katiba mpya. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema Askofu Benson Bagonza? Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.